Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutatoa maelezo kwa kirefu kuhusiana na product zilizopo au kuhusiana na jambo unalolihitaji ambao umeliuliza unataka ufafanuzi wake. Kwa special tutaanza na tatizo la uume mdogo, maelezo yake na tiba zake. Kwa kifupi, kuweza kutambua mtu ana uume mdogo au la, kuna kanuni ya kitaalamu ya kutumia vipimo na au kanuni ya kutokutumia vipimo. Kwa hiyo tutaanza kwa kutumia vipimo. Kwa kutumia vipimo, ukitumia kipimo cha nchi, ukitumia kipimo cha nchi, mwanaume anatakiwa awe ana kuanzia inchi 5.1 mpaka inchi 7. Kwa hiyo ni average. Kwa hiyo ukiwa na inchi 5.1 mpaka inchi 7 unakuwa si muwanga au si mwanaume mwenye uume mdogo. Kwa kuanzia inchi 5.1 kushuka chini ndio tatizo la uume mdogo. Kama utakosa kutumia kipimo cha inchi, unatakiwa utumie kipimo cha sentimita. Kwa kama ukitumia kipimo cha sentimita, unatakiwa uwe na sentimita 12.9 au ni 13 hiyo mpaka sentimita 18. Kwa hiyo ukiwa ndani ya sentimita 12 mpaka sentimita 18. Kwa hiyo ukianzia sentimita 12.9 mpaka sentimita 18, basi wewe hauna tatizo la uume mdogo. Kwa hiyo tofauti na hapo, ukiwa na upungufu wa sentimita 12.9 au sentimita 12 kushuka chini, wewe unakuwa na tatizo la uume mdogo. Swali linalokuja mara nyingi hapo nafikiri, je, uume unapimwa ukiwa katika hali gani? Kwa jibu, uume unapimwa ukiwa katika hali ya kusimama. Kwa subiri uume wako ukisimama ndio upime, na unapimwa kuanzia kwenye shina la uume mpaka mwisho wa kichwa cha uume. Pia tukija kipengele cha upana, uume wako ukiwa umesimama unatakiwa ukipima uwe na inchi 3. Inchi 3.5 mpaka inchi 3.9. Kwa inchi 3.5 ipime kwa kipenyo. Kwa hiyo tunasema kipenyo, tunasema ni nusu duara. Kwa upime kwa kuzunguka. Yaani upime kwa kuzunguka nusu ya kichwa cha uume wako. Nafikiri ninaposema nusu duara ishafahamika. Hizo ndo zitakuwa ni inchi 3.5 mpaka inchi 3.9. Kama ikiwa ni sentimita, unatakiwa uwe na sentimita 8 mpaka sentimita 10. Hapo sijui kuna swali kipengele cha mwanzo. Okay, na swali hapo dokta. Je, ukiwa na urefu zaidi ya hapo, hizo sentimita ama hizo inchi, unaruhusiwa kuongeza? Mimi naona ni heri zaidi ukalizika na hapo, haina haja ya kuongeza, maana wenye size yako pia wanapatikana. Kwa hiyo ukiwa na vipimo tulivyovisema, ni vyema ukalizika zaidi kujiepusha na mambo yasiyokuwa yenye kufaa. Lakini waliokuwa chini hapo ndio walengo hasa tunawazungumzia sisi na tunawahitaji. Waliokuwepo ndani hivyo vipimo, sisi sio walengo wetu wala si wenye uhitaji, maana hao tayari wana hali ya ukamilifu. Kwa sababu hiyo hoja hiyo ishakuja kutokana na hoja kusema kwamba uongezaji wa uume si katika kasoro za kumtoa Mwenyezi Mungu. Yani mtu kwa mfano kwa kusema Mwenyezi Mungu umemtoa kasoro, wewe ndio unajua sana, sasa una maumbile yake Mwenyezi Mungu wanadamu hawakutimia, isipokuwa wewe ndio unataka kuwarekebisha. Kwa hiyo kama itakuwa huyu mtu ana vipimo hivi ambavyo ni sahihi afu anataka kuongeza, inakuwa ni jibu kabisa, ni makosa na ni utoaji wa kasoro kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kama atakuwa ni chini ya hapa, kwa sababu mara nyingi chini ya hapa wengi wao wametokana na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo sababu mbalimbali tunazitaja ambazo zinapelekea mtu kuwa na maumbile madogo. Kwa hiyo ndio maana hao tunawalengwa sasa, ambao tunawalenga sisi ambao wenyewe wametokana na matatizo, kwa hiyo tunalengwa kuwa wenye kuwasaidia. Sasa hao ambao hawana matatizo wako normal wanataka kuongeza, ndio wanaingia katika lile kundi la umtoa Mwenyezi Mungu kasoro katika maumbile yake, kwa kuona kama alivyowaumba si sawa. Kwa hiyo ni engineer ambao unataka kuwaumba upya. Na dokta, labda niulize swali jingine hapo. Vipi mnaweza kuongeza mpaka inchi ngapi ama sentimita ngapi? Kuongeza kwa regardless hii dawa mara nyingi imekuwa ikisaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuongeza inchi 2 toka original position uliyokuwa nayo, au pungufu ya inchi 2. Kwa hiyo pungufu ya inchi 2 inaweza kukusaidia kuongeza inchi 1, inaweza kusaidia kuongeza inchi 2 au inchi 1.5. Kwa uume uliokuwa nao sasa ukipima, hii dawa inaweza kukusaidia kuongeza inchi 2. Kwa ni nadra sana kuongeza zaidi ya inchi 2, ila ni wastani inchi 2 kushuka chini. Kwa hiyo ukijaliwa kuongeza zaidi ya inchi 2,
inakuwa ni bahati yako, lakini mara nyingi ni chini ya inchi 2. Kwa sababu tutaenda kutoa sababu ambazo zinapelekea watu wengi kuwa na maumbile madogo. Kwa nini kinasababisha mpaka watu kuwa na maumbile madogo? Kwa basically ambazo tutaanza, sababu ambayo ile kwa kubwa ambayo inafahamika sana. Yaani watu wengi wamekuwa na maumbile madogo kutokana na swala zima la punyeto au masturbation, au wengine wanatafsiri ni mapenzi ya kutumia mkono. Kwa punyeto au masturbation imepelekea sana kuwa na watu na maumbile madogo. Sasa kivipi punyeto inapelekea kuwa na maumbile madogo? Kwa nafikiri zoezi la punyeto linafahamika ni zoezi halitofautiani sana na zoezi la msasa na mbao. Kwa ni zoezi ambalo linaenda kabisa kama msasa na ambao. Sasa ile hali ya kufanya vile uume wako kama unakuwa unapiga msasa kwa muda mrefu ambao ni kama wengine wanasema wamepiga miaka 2, miaka 3, 4 mpaka 5. Kwa kitaalamu utumiaji wa mkono unaathiri misuli. Kwa unavyoathiri misuli, ile misuli inakuwa inasinyaa, na misuli ikiwa imesinyaa, kwa unakuwa umeitoa katika ukuaji wake wa kawaida. Kwa pointi ya kwanza, punyeto inatoa uume kuwa katika hali yake ya kawaida. Na pointi ya pili, inabana, ina shape uume kuwa mdogo. Sasa kama ambao unavyopiga msasa, kwa una shape kuwa vile unavyotaka wewe, kwa sababu unakiasi kunafanya friction force, labda asubuhi na jioni, friction force unasugua. Au ni sasa tuseme kama mtu akivaa mkanda kwa muda mrefu kiunoni, atakuja kukuta kiuno kimesinyaa, au kama akivaa saa kwa muda mrefu. Kwa ni hiyo hali ni sawa sawa tuna mtu kupiga masturbation, kwa sababu inakuwa ile misuli inalazimisha kuibana kwa muda mrefu. Na pia hii masuala ya punyeto yana maelezo mengi sana na mechanism yake. Sasa kama tatizo lako la uume mdogo limesababishwa na punyeto, kwa ni vyema kwanza usitumie hii dawa au usitumie hizi kanuni za kuongeza uume. Ni vyema kwanza ukajitibu athari zitokana na punyeto. Kwa utafute dawa ya nguvu za kiume kwanza, ujitibu, uimarishe misuli, uwe vizuri, uondoe tatizo la kuhai, uondoe tatizo la kushindwa kurudia, uondoe tatizo la kusimama legelege. Kwa sababu kwa mfano wewe ushafanya masturbation, uume wako unasimama legelege. Alafu na tena unataka kuchukua dawa mwanaume mashine unaongeza. Kwa hiyo tena leo unakuwa ni uume kubwa ambao unasimama legelege, ambalo litakuwa likusaidia. Kwa hiyo vyema kwanza na point 1 ya kuimarisha nguvu, kurudisha misuli, uume ukasimama full strong, afikisha ndio kufanya plan B. Hiyo ni point ya kwanza. Au hapo kama kuna swali point ya kwanza au tuende point ya pili. Point ya pili ni chango la uzazi. Ili chango la uzazi limegawanyika tu katika sehemu nyingi. Kwa hiyo chango la uzazi, lakini kitaalamu ndo tulijumlisha ndo kama ngiri. Kwa ugonjwa wa ngiri una sababu nyingi sana, una dalili nyingi ngiri. Kwa ngiri ina tabia ya kufanya maumbile kuwa madogo, yani ngiri inauvuta uume unakuwa mdogo. Sasa wapo wale wateja ambao wanasema uume wao umekuwa ukipungua siku hadi siku, yani hadi siku unazidi kupungua. Sawa, ndio ugonjwa wa ngiri ambao unasababisha kuvuta ule uume kwenda ndani. Na kuna audio maalum nishakuitoa kuhusiana na ngiri. Kwa kama utakuwa hujaipata hiyo audio kuhusiana na ngiri, ni vyema utaomba hiyo audio uisikilize ili uweze kujijua na ngiri. Ila kwa baadhi ya dalili chache kwa mtu mwenye ngiri anakuwa na sababu, anakuwa ili kujitambua una ngiri au la, unakuwa na pointi kama zifuatavyo. Pointi ya kwanza, unakuwa kuna muda unahisi umebanwa na haja kubwa, unakwenda chooni unatoa upepo. Kuna muda unakuwa unapata choo kigumu kama cha mbuzi. Kuna muda tumbo linajaa gesi. Kuna muda wakati wa baridi uume wako unanywea sana, unakuwa mdogo kama wa mtoto au kipindi ukitoka kuoga. Kuna muda wakati wa baridi unapata maumivu upande wa paja kulia au la kushoto au juu katika kinena. Au pia kuna muda kende moja inakuwa inapotea ndani au zote zinapotea. Au kuna muda moja inavimba au zote zinavimba. Kwa zipo dalili nyingi sana kuhusiana na ngiri. Kwa kama hujasikiza hiyo audio ni vyema ukasikiliza. Na kama una tatizo lako la uume mdogo limesababishwa na ngiri, kwa ni vyema kwanza uende ukatafute dawa ya ngiri au wasiane na sisi wenyewe utibu kwanza ugonjwa wako wa ngiri. Kwa hiyo ukashangaa ukatibu ugonjwa wako wa ngiri, uume wako ukachomoka kurudi kutoka ulipokuwa ndani mpaka ukawa umeimarika. Nafikia hapo imeeleweka vizuri sana. Pointi ya 3 wanasema ni magonjwa ya utotoni. Kwa magonjwa ya utotoni pia yanapelekea mtu kuwa na maumbile madogo. Sasa magonjwa ya utotoni labda kwa mtu alivyokuwa mdogo alishambuliwa na magonjwa kama fungus sehemu za seli, sababu hapo watoto wanapata magonjwa fungus sehemu za seli, bakteria au kurutu au na magonjwa mengine ambayo unaweza kutafsiri kichwani kwako kuhusiana na utotoni wako ulivyokuyapata, kwa inapelekea ukuaji maumbile kuwa
madogo, kwa sababu kwa hali ya ukuaji wa mtoto mdogo unakuwa ni dhaifu, kwa kushambuliwa na yale magonjwa, kwa ukuaji unakuwa tayari ni mdogo. Pointi ya 4 ni kutahiriwa mapema. Wengine wanasema ni kutahiriwa mapema. Mtoto akitahiriwa mapema sana, akija kushonwa, inakuwa misuli yake bado haijakomaa, haina ile strength powerful ya kukua kwa sababu ishashonwa. Lakini mimi waga si baby sana kama sababu, ila ni katika vitabu na hoja zingine wakizungumza, lakini naona kama si sababu kubwa. Lakini kama wewe itakuwa unaona kwako inahusika sana na upande wako, itakuwa ni faili zaidi. Pointi ya 5 wanasema ni kurithi. Kwa wanasema kama genetic inavyoonyesha mtu mnaweza kumkalisi weupe, mkalisi vichwa vikubwa, mkalisi miguu, mkalisi roho mbaya, mkalisi chuki, mkalisi upendo, amani. Kama inavyoonekana ukoo fulani ukinasibishwa na sifa fulani ya ukoo mzima. Ukoo fulani kwa ukarimu, kwa upole, wale wote weupe, wale wote na vichwa vikubwa, wana miguu mikubwa na nini na nini. Kwa wengine wakatafsiri inawezekanika kabisa watu wakalisi maumbile madogo. Pointi nyingine ni ongezeko la unene. Kwa unene hapa tunasema unene ni directly proportional na kibamia. Yaani kadri unavyozidi kuwa mnene na ni kadri umri wako unavyozidi kuwa mdogo. Kwa ni directly proportional kabisa. Kwa sababu ongezeko la kitambi linapelekea uume kurudi ndani. Kwa sababu nyama za kitambi zinazomwagika zinaanza kuvutika kutoka chini kwenda mbele. Kwa zinavuta sehemu ya uume kule kisha inakwenda kumwagika. Kwa kama una tatizo la unene au kitambi, make sure kwanza unapunguza kitambi chako unakiondoa. Kwa mazoezi pia ipo au dawa za asili za kukata mafuta. Kwa kama utakuwa unazihitaji, basi utawasiliana na sisi ili kuweza kuzipata. Pointi nyingine ni uvutaji wa sigara. Kwa kwenye sigara hapo kuna mechanism ambayo ni ndefu sana ambayo haiwezi kuchambulika. Kwa sababu mtu anavuta sigara always mara nyingi anavuta sigara na kuwa na kibamia. Kwa kuna uhusiano sana mechanism ya kisayansi ambayo inapelekea mpaka kuna hormone inayozalisha uwezo wa uume kukua, kuwa na uwezo hafifu sana wa kuzalisha hiyo nguvu, ability ya uume kukua. Kuna mechanism ambayo ndefu ambayo hata hali ya kawaida ukielezea hapa kwa watu wengi ambao tumeisha darasa la pili ni vigumu mtu kuielewa. Kwa hiyo ieleweke hivyo. Kama unavuta sigara, achana nao sigara, anza kufanya mazoezi, kisha utakuwa uume wako unakurudia hali ya kawaida. Kama utakuwa unashindwa kuacha sigara, dawa ya sigara ipo, inapatikana ya kuacha sigara, inapatikana kwa gharama shilingi 150,000. Hiyo unaacha sigara wewe mwenyewe na utaichukia daima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah. Pointi nyingine ni upungufu wa nguvu za kiume. Kwa kitaalamu mtu anapopungukiwa nguvu za kiume, sometimes kuna muda mpaka anajiona na maumbile madogo. Kutokana na performance yake inakuwa ni dhaifu, anawahi sana, anashindwa kurudia, mume ulisimama legelege, hawezi kubadilisha baadhi ya style. Kwa hiyo inafika mpaka kisaikolojia sasa mtu anajiona na maumbile madogo kutokana na performance, yani katika kwanza kifikra sasa hili tatizo nini, au kwa sababu kiume changu ni kibamia, kumbe ni upungufu wa nguvu za kiume. Kwa nafikiri tutakuja kuelezea sana hapo mbeleni kwa kirefu kuhusiana na masuala nini nguvu za kiume. Sasa tuende katika tiba. Tuje katika tiba. Kwa kuna watu wengi ambao wamelazimika au wanataka kujifunza jinsi ya kutengeneza wenyewe. Kwa especially kuna watu wanataka kupata elimu, hawana pesa, wanataka maana tunatengeneza vipi. Kwa ni vyema wakawa na peni na karatasi, wakaandika hivi vitu pembeni, kisha wakaenda kuvitafuta na wakawa wanatengeneza wenyewe bila utata. Ambao vitu kama hicho, kitu namba 1 mtu atafute kinaitwa filifili abiadhi. Filifili abiadhi nyeupe, au kwa jina lingine inaitwa pilipili mtama nyeupe. Kwa hiyo utafute pilipili mtama nyeupe. Kitu cha pili utafute pilipili baridi, pilipili ya baridi. Kitu cha tatu utafute kibiriti upele. Kitu cha 4 utafute asali ya nyuki wadogo. Kitu cha 5 utafute mafuta ya mnyonyo. Kitu cha 6 utafute mafuta ya nazi. Kitu cha 7 utafute chumvi mawe. Kitu cha 8 utafute sukari nyeupe. Sukari nyeupe si KK au ya kiwandani, kuna sukari nyeupe inakuwa ina mabonge hivi. Na kitu cha 9 utafute unga wa karafuu. Kwa ukishapata hivi vitu vyote vinatakiwa viwe katika hali ya unga, isipokuwa mafuta na hiyo asali. Vitu vyote viwe katika hali ya unga. Kwa ukishapata vitu vyote katika hali ya unga, unatakiwa uchote ujazo wa vijiko viwili kwa kila ulichokipata, uweke katika chombo chako. Kwa ukishachosha ujazo wa vijiko viwili katika chombo chako, unachotakiwa hapo uchanganye
uchanganye na mafuta ya mnyonyo robo lita, uchanganye na mafuta ya nazi robo lita, kisha uje uchanganye na uchanganye na asali ya nyuki wadogo nusu lita. Kwa nafikiri mpaka hapo ukichanganya kwa vitu vyote kwa pamoja itatokea dawa lita moja. Hiyo dawa lita moja mnaweza mkagawana watu wawili. Kwa hata kama kiuchumi inawasumbueni, kwa ni vyema mnaweza kujitafuta watu wawili, mkachanga, mkanunua hivyo vitu, mkaandaa, mkatengeneza dawa yenu kwa pamoja. Hivi vitu vinapatikana wapi? Hivi vitu vinapatikana kwenye maduka yote ya asili. Kwa sisi tunapatikana Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam ukienda Kariakoo maduka ya asili, hivi vitu vyote vinapatikana. Au ni maduka ya Kiarabu au ni maduka ya Kisumu, na vitu vyote vinapatikana. Ni vitu vya asili ambavyo havina madhara. Vitu vyote ukienda katika maduka vinapatikana. Sijui hapo kuna swali kuhusiana na utengenezaji. Utengenezaji hapo naona hamna swali sana. Ila ndio hivyo tu ambavyo tunaunga pamoja. Hakuna kitu kingine chochote ambacho labda tunaweka. Amna, ndio hivyo vitu vyote ukipata unavichanganya pamoja, unakoroga na hivyo unapata solution yako ambayo ni nzito, ina fomu ya molecule kwa yenye uzito kama wa asali. Kwa hiyo unakuwa tayari hapo dawa yako ishatengemaa kwa ajili ya kuondoa tatizo lako la uume mdogo. Na je, nikiwa siwezi kuvipata ama naona nina ugumu wa kutengeneza? Kama uwezi kuvipata, una ugumu wa kutengeneza, inabidi sasa uwasiliane na sisi wenyewe au uwasiliane na huyu aliyekutumia hii audio, ndio akupatie iliyoandaliwa kabisa, imekamilika ikiwa fulu kwa gharama ya shilingi 1,500,000. Kwa gharama ya shilingi 1,500,000 kwa watu waelewe. Kwa kama ukishindwa kutengeneza unataka kuchukua iliyokamilika, gharama yake ni shilingi 1,500,000. Kwa inakuwa unapata full ile andaliwa kwa kazi iliyobakia kutumia. Kwa sababu ukiona 1,500,000 kidogo ni mtihani au ni ngumu kwa upande wako, unatakiwa uende ukanunue hivyo vitu. Na hivyo vitu hakikisha unapewa vitu venyewe, usikupe vitu ambavyo havifanani. Kwa sababu vitu vingine vinafanana na hivyo lakini si venyewe. Sasa kinachosumbuaga sana ni vitu vile vya mwanzo hicho. Hiyo pilipili abiadhi au pilipili baridi nyeupe, na hiyo pilipili mtama nyeupe. Kwa hiyo pilipili mtama nyeupe wasikupe pilipili manga ile nyeusi ya kuchemshia ya uji. Kwa maana nyingi watu wengi wanapewa pilipili manga. Kwa atafuta apewe pilipili mtama nyeupe. Inafanana kama pilipili manga lakini yenyewe inakuwa ni nyeupe. Alafu na hii pilipili baridi. Hii pilipili baridi pia inaweza kufanana kama na pilipili manga lakini wasikupe pilipili manga. Isipokuwa saiko yake ni ndogo kidogo kuliko pilipili manga. Nafikiri mwishoni tutatoa video au tutatuma picha kwa mtu aweze kuvitazama vizuri vilivyo hivyo vitu ili asiweze kubabaika. Hapo fikiri pameeleweka? Pameeleweka hapo. Sasa tuje katika matumizi. Matumizi yake unatumiaje sasa hiyo dawa yenyewe? Kwa matumizi yake unatumia vipi? Kwa matumizi yake unabidi usikize kwa makini. Ni vyema kwa haya matumizi tumeyatoa mwanzoni kwa mteja ambaye hajanunua kabisa, ili aweze kusikiliza matumizi yake yanakuwa ni vipi, ili wakati anafanya uamuzi wa kununua awe tayari na uelewa anachokinunua ni kitu hichi, sije kununua kitu kikamshinda. Matumizi yake inabidi kwanza uhakikishe uwe na muda kama dakika 25 kwa kila siku, ambao asubuhi na jioni. Kwa asubuhi upate muda dakika 25 na usiku pia upate muda dakika 25. Sasa je, hizi dakika 25 zinagawanyika kivipi? Hizi dakika 25 zinagawanyika kwa mfumo kama huu tunaozungumza. Kwa hiyo unabidi utenge kwanza dakika 5. Hizi dakika 5 unabidi upate maji ya moto na kitaulo. Kwa hiyo unachukua maji yako ya moto, ushaandaa kwenye kidishi, unachukua kitaulo, unaloanisha katika kidishi, kisha unakamua kidogo, unaacha taulo linakuwa lina joto. Ile taulo ndio unaanza kuweka katika uume wako, unakanda katika uume kwa muda wa dakika 5. Kwa lengo hasa la kutransform joto liliopo katika kitaulo kuhamia katika uume, ili pointi kubwa hapo, ili misuli iweze kupata joto. Kwa misuli ikipata joto inakuwa ina uwezo mkubwa sana kufanya expansion. Kwa watu waliosoma wazani wanafahamu expansion yote inahitaji heat. Hiyo expansion ya chuma, hiyo expansion ya plastiki, expansion yote inahitaji heat. Kwa utafuta neno expansion definition yake uweze kukosa neno heat. Kwa hiyo pale unapotaka wewe, kwa sababu una lengo la kuextend misuli au kutanua misuli au kuongeza urefu na unene wa uume wako, sasa ndo maana heat inatakiwa. Kwa hiyo uume ukishapata joto unakuwa una uwezekano mkubwa wa kuongezeka urefu na unene kwa kutumia dawa kwa kadri wewe unavyotaka kushape kuwa. Kwa hiyo zoezi la kukanda uume kutransform joto kuna uume wako utabidi ulitumie kwa muda wa dakika 5.
Kinachotakiwa hapo, baada ya dakika 5 kumaliza, unatakiwa uanze kuchua sasa uume wako wa kutumia hiyo dawa ulionunua au hiyo dawa uliotengeneza. Kwa hiyo unatakiwa kuchua kwa matumizi kama yafuatayo. Unatakiwa kuanza kuchua kutoka kwenye shina la uume wako, kwa kuelekea mbele. Unachua kutoka kwenye shina la uume wako kwa kuelekea mbele ya uume kwa muda wa dakika 20. Kwa dakika 20. Kwa hiyo ukizijumlisha hapo dakika 20 za kuchua na dakika 20 za kitaulo, unapata kana dakika 25, ambayo inakuwa ni jumla ya dakika 25 asubuhi na jioni. Kwa nafikiri hayo ndio itakuwa maelekezo yake yameeleweka jinsi ya kuchua huo uume wako. Kwa hiyo na jambo lingine la kuzingatia hapo, ila dawa utakuwa umeitengeneza ni vyema uitie kwenye chupa, na ukitaka kuitumia lazima utikise. Kwa shake before use ni kanuni ambayo inatumika kwenye dawa zote zilizokuwa na asili ya kimiminika. Kwa hiyo inabidi uitikise. Kwa hiyo ni makosa mengi ya wateja wanaofanya wanunue dawa anakuwa anaitumia bila kuitikisa. Kwa hiyo inafika kipindi na inafanya settlement ya layer. Kwa vitu vingine vinaenda vinakaa chini, afu mafuta na asali vinakuja juu. Kwa hiyo anatumia mafuta na asali, dawa anakuwa ameiacha chini. Kwa hiyo make sure unafanya shaking before use, yani unatikisa kwa nguvu kabla ya kutumia. Kwa hiyo ukimaliza kutikisa ndio unatumia. Na unatumia vipi? Unatakiwa utumie kwa ujazo wa vifuniko viwili. Kwa utumie ujazo wa vifuniko viwili asubuhi, ujazo wa vifuniko viwili jioni. Kwa vifuniko viwili vya chupa ya dawa ulionunulia asubuhi na jioni. Kwa ukishamaliza kuchua hapo, unaweza ukakaa kwa muda wa dakika 15, kisha ukaosha, ukaendelea na harakati zako. Kama kwa usiku au utaona huna lazima wa kuosha, unaweza kulala nayo hivyo hivyo. Kama unataka kuosha kwa muda wa dakika 15, kisha osha na maji ya moto au maji ya vuguvugu, kisha endelea na harakati zako. Tuangalie labda kuna maswali kuhusiana na hapo kwenye matumizi. Sasa daktari, na swali kidogo. Vipi je, wakati ninaanza kutumia hiyo dawa, uume wangu utaanza kurefuka ama mabadiliko nitayaona baada ya muda gani? Swali zuri. Kwa average tumeitengea hii dawa kuonekana matumizi yake, kuonekana matokeo yake ni ndani ya siku ya wiki 3 mpaka wiki 6. Wiki 3 mpaka wiki 6. Kwa hiyo tunasema wiki 3 mpaka wiki 6, ambapo wiki 6 ni kama mwezi mmoja na wiki 2. Kwa hiyo kutegemeana na nature ya uume mtu aliyokuwa nao. Kwa mfano mtu ana uume inchi 3. Kwa inchi 3 mpaka kufikia inchi 5 kidogo mara nyingi inatumia process ambayo ni ndefu. Kwa hiyo akashangaa kutumia wiki 6. Lakini mtu mwingine ana inchi 4 au ana inchi 5, anataka inchi 6. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu yeye anataka ni inchi 1. Kwa hiyo akatumia inchi 3. Kwa hiyo tukija katika takwimu halisi, wapo wateja waliotumia dawa hii Mwanaume Mashine ndani ya wiki 1 wakapata matokeo, ndani ya siku 9 wakapata matokeo, na wapo waliotumia dawa hii ya Mwanaume Mashine ndani ya wiki 3 bila kupata matokeo. Matokeo mmoja kupata kwenye wiki ya 3, ya 4 na kuendelea mpaka wiki ya 5. Kwa hapa katika kipengele cha matumizi, mtu anatakiwa afanye relaxation, yani relax, asiwe na jazba, kwa sababu matokeo ni must kwa Mwenyezi Mungu yanapatikana. Kwa ni jambo, matokeo yanaenda progressive taratibu. Kwa hiyo inabidi ni jambo la kuliangalia kwanza ya mwenyewe. Yani iko vipi zoezi la kuongeza seli na kuexpand seli, sio zoezi dogo kama wenyewe wanavyofikiria labda ni zoezi la kufanyia siku 1, siku 3, siku 4 mtu ataka matokeo. Wewe jiangalie tatizo la kibamia limekutesa kwa muda gani. Sasa wewe unataka upate matokeo kwa muda siku 3 au siku 4 hivi, kweli inawezekanika? Kwa hiyo mtu mfahamu kabisa matokeo sio ya haraka, ni matokeo ya taratibu. Kwa sababu huwezi kwenda gym leo afu kesho ukapata matokeo ya gym. Gym mtu anapiga mpaka wiki 3 ndio unaanza kupata personality. Yani tuseme tunasibishe tu haya mazoezi ili zoezi la kuongeza uume tuliweke sawa sawa na zoezi la 6 packs. So tuangalie je 6 packs unaweza kuzipata kwa muda gani? Kama unaweza kuzipata kwa siku 4, basi pia na wewe uume wako unaweza kuongezeka kwa siku 4. Kwa sababu iko kitu tunachokifanya ni 6 packs, kutengeneza 6 pack ni sawa sawa kabisa na ongezeko la uume. Ni vitu ambavyo vyote vinahitaji mabadiliko ya kimwili ya nje. Vinahitaji progressive taratibu. Kwa nafikiri Dokta, labda swali jingine kidogo hapo, samahani. Vipi dawa haina madhara kiafya? Madhara yapo, kwa sababu kiasi tunazungumza too much is harmful always, kwa sababu madhara yanapatikana kwenye maji, kwenye ugali, kwenye chipsi.
Sasa itakuwa vipi ije dawa wakati alikuwa vitu vyote vyakula vina madhara? Kwa always kila kitu kina bad side yake. Kwa hiyo tukija katika madhara ya hii dawa, madhara yake yapo. Kwa kama ikiwa mtu labda amesema uongo, yeye uume wake ni mkubwa, labda kwa mfano mtu ana nchi 7 hivi au ana nchi 6 au ana nchi 6 pointi za mwishoni au ana nchi 7, afu pia kalazimisha kutaka kuongeza uume kwa asili. Kwa hiyo nafikiri uume wake utakuwa ni mrefu zaidi. Kwa na uume ukiwa ni mrefu zaidi, usimamaji wake unakuwa ni hafifu. Kwa sababu urefu wa uume utegemeana na engo ya usimamaji kuhusiana na uume husika. Kwa hiyo nafikiri madhara yake ndio hayo. Kwa hiyo ukapata matokeo mazuri ambao ulisema uongo, kisha uume wako ukawa ni kusimama legelege, kwa unasimama goigoi. Na pia dokta, hilo zoezi nikimaliza kulifanya, je, kama nimeongezeka itakuwa ya kudumu ama baada ya muda itabidi niongeze tena? Ni vizuri. Yaani hapo sasa unaniuliza, je, baada ya kumaliza kumeza metacafeine sitoumwa malaria tena au nitaumwa tena malaria? Sasa hapo jibu linakuwa baada ya kumaliza kumeza vidonge vya malaria utaumwa tena malaria kama ukingatwa na mbu. Kama usingatwa na mbu basi utaumwa tena malaria. Sasa je, zoezi litakuwa la kudumu? Sasa kwa mfano, je, ukiendelea kupiga punyeto kwa zoezi halitakuwa la kudumu. Utaendelea kuvuta sigara, kuongezeka kwa bonge, kwa ugonjwa wa ngiri, kwa utarudi kule kule ulipotoka. Kwa kama hautapata vile vyampata vinasababisha mtu kuwa na maumbile madogo, basi zoezi litakuwa ni la kudumu. Ila kama ukipata vitu ambavyo vinasababisha mtu kuwa na maumbile madogo, kwa sababu ushatumia dawa ukamaliza ukapona, ukapata stress, ukapata mawazo, ukaamua kurudi kwenye masturbation, ukapiga mwaka mmoja. Sasa je, size ya uume wako itakuwa ni ile ile? Kwa sababu kama mtu unapopiga masturbation unatoka nyuma kwenda mbele, unavochua na dawa unatoka nyuma kwenda mbele, unapopiga masturbation unatoka mbele kurudi nyuma. Kwa hiyo ni kama ni kitu ambacho unaenda bisa direct proportional. Umeona? Kwa hiyo nafikiri hapo kuna madhara tumeeleweka, labda sijui kipengele kingine. Hapo inatosha tu. Sasa hapo mazingatio kutia msisitizo kwenye mazingatio ni kwamba dawa lazima utikise kabla ya kutumia, jambo la kwanza. Jambo la pili, usiwe na jazba ya matokeo, kwa sababu zoezi hili tunalinasibisha au tunalifananisha kama na zoezi la gym. Kwa hiyo nafikiri display picha ya mazoezi ya gym utapata picha zaidi jinsi unavyotaka kwenda, kwa sababu jinsi unavyotumia hii dawa ni sawa unavyotumia gym. Kwa hiyo nafikiri kuna kipengele kwa nimekiruka, kwa mteja aliyenunua hii dawa ni lazima atumiwe sasa video maalum ikionyesha jinsi ya kuchua hizo dakika 20 na video maalum ya kuonyesha dakika 5 za kitaulo. Kwa zipo video mbili ambazo mteja atakayenunua dawa anatakiwa apewe kwa lengo la kuona unatakiwa uume wako kushika vipi kati unachua, au unatakiwa kutazama au kujua kitaulo kina faida gani, au unaweza kutumiaje kitaulo na maji ya moto. Kwa hiyo hizi video, na sema tena kwa maneno ya herufi kubwa, anatumiwa mteja aliyenunua tu, sio mteja muulizaji. Kwa hiyo hizi mteja aliyofika mwafaka amenunua ndio anatakiwa apewe hizi video kwa ajili ya kutazama jinsi ya kuchua na jinsi ya kutumia iko kitaulo. Kwa mazingatio, muda mtu azingatie, relax. Sio siku 2, siku 3, siku 4, siku 5 unapiga simu, vipi bwana, mbona sioni matokeo, vipi? Wewe chukulia tu mazoezi hayo ya gym unavyoenda, matokeo siku 4 yanawezekanika, kama matokeo siku 4 yanawezekanika. Lakini na pointi ya mwisho ya kuzingatia, unaweza kutumia dawa zaidi ya kutwa mara 2 kama utakuwa na muda. Kwa kutwa mara 2 tumeweka ni kama tunasema ni minimum au maximum. Kutwa mara 2 minimum. Ndio minimum, lakini kama maximum ambao unaweza kutumia zaidi ya kutwa mara 2 au kutwa mara 3 au kutwa mara 4 kwa siku, itakuwa ni nzuri zaidi, itakuwezesha kupata matokeo ya haraka zaidi. Kwa hiyo hapo ni sasa tuseme mtu ambaye anakwenda gym mara 3 kwa siku na mtu ambaye anakwenda gym mara 2 kwa siku na mtu ambaye anakwenda gym mara 1 kwa siku, kwa tofautiana nini matokeo ya kupata. Kuna maswali ambayo ganisha kusikia akiulizwa, bana, vipi hakuna dawa ya kunywa? Kwa mtu anaanza labda kuje kuna dawa yote ya kunywa ambayo ya kuongeza uume. Jibu ni hapana, hakuna dawa ya kunywa kuongeza uume. Labda yupo mtu ashakusimulia kuna dawa ya kunywa kuongeza uume, jibu linaweza kuwa ndio, ni kweli. Labda yeye uume wake ulikuwa mdogo kutokana na tatizo la ngiri, kwa kapewa dawa ya ngiri ya kunywa, uume wake ukachomoka, ukalifuka, yeye katafsiri ndio dawa ya kunywa kuongeza uume. Lakini kwa kifupi hakuna dawa ya kunywa kuongeza uume. Hata ukitafuta picha tu ukidescribe, yani kusema yani dawa unywe alafu kisha iende tumboni iende kwenye mfumo wa uzazi afu kaongeze uume, yani hiyo mechanism inakuwa
si kweli. Najibu kama ni kama je ni kweli ni ipo. Sasa kama ukishakunywa ishakusaidia uume wako ndio unaongezeka na umefika point ambayo wewe unahitaji. Je, itakulazimu kutafuta dawa nyingine ya kunywa ili kuweza kustopisha ili zoezi la ukuaji wa uume au la? Ndio. Pia kuna pointi nyingine, vipi ipo dawa ya kupaka kuhusiana na kukuza uume? Jibu, dawa ya kupaka kuhusiana na kukuza uume haipo. Dawa ya kupaka kuhusiana na kukuza uume haipo. Lakini wapo watu ambao wamekuwa interested na dawa ambazo zile wanazotumia wanawake, zile mafuta makali ambao wanapaka wanawake una makalio kwa lengo la kuumua seli. Kwa zile dawa ukipaka zinaumua seli, kwa hiyo zinasababisha nyama kuwa tepe tepe au zinavimbisha. Kwa labda watu wengine washakutumia dawa hizo katika kupaka katika uume ndio zikawavimbishia uume. Kwa mara nyingi hizo dawa zinakuwa zina madhara kwa sababu zile ni kemikali. Nafikiri na mmekuwa mkiona wanawake pia makalio yao yakiwa yametepeta tepeta kuhusiana na hizo kemikali. Nafikiri na kemikali za hizo dawa mara nyingi watu zinakuja after 10 years. Kwa after 10 years ndio mtu ukasikia anasumbuliwa na kansa, anasumbuliwa na shinikizo la damu na magonjwa mengine chronic. Hapa tunaweza kukaribisha maswali ya jumla kuhusiana na hii dawa madawa mashine au maswali ya jumla kuhusiana na uume mdogo. Twende katika maswali hapo ili tuweze kuokoa muda kabisa. Okay. Kwa hiyo general ndio hivyo doctor. Ndio matumizi na kadhalika. Twende katika swali. Kwa hiyo dawa vipi? Tunaipataje? Tunahitaji hiyo dawa. Jinsi ya kupata ile dawa kwa sisi wenyewe tunapatikana Dar es Salaam, Mtoni, Kijichi, mkabala na shule ya Niluka. Tunapatikana Dar es Salaam na Mtoni, Kijichi. Kwa hiyo nitaanza kutoa maelezo ya ufafanuzi kwa wateja wote waliokuwa Dar es Salaam. Kwa wateja wote waliokuwepo jijini Dar es Salaam. Kwa wateja wote waliokuwepo jijini Dar es Salaam wanachotakiwa kukifanya ni kuja ofisini Dar es Salaam wenyewe wao kama wao. Kwa kama watashindwa kuja kwetu huku Mtoni, Kijichi, wanaweza kupewa huduma ya kuletewa mpaka walipo kwa hapa Dar es Salaam. Kwa wataletewa mpaka walipo kwa hapa kwa Dar es Salaam kwa gharama ya usafiri ya shilingi 10,000. Kwa kama huko Kimara, Kinondoni, Mikocheni, Masaki, Mbezi Beach, Magomeni, Temeke, utaletewa dawa kwa gharama ya shilingi 10,000. Kwa gharama ya shilingi 10,000 ni usafiri shaji, sio gharama ya bei ya dawa. Dawa ni shilingi 50,000. Kwa hiyo kuletewa mpaka hapo ulipo inakuwa ni shilingi 1,160,000. Kwa nafikiri hayo ni maelezo ambayo yamekamilika ambayo yako full. Kwa hiyo tunakuja kwa wateja ambao wako nje ya Dar es Salaam. Kwa hapa tunazungumzia wateja ambao wako nje ya Dar es Salaam ni wateja wote ambao wako mikoani. Kwa tunazungumzia wateja waliokuwepo nje ya Dar es Salaam ni wateja wote waliokuwepo mikoani, kisiwani Zanzibar, na wateja wote ambao wako Afrika Mashariki. Ambao Afrika Mashariki ni Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Msumbiji, Zambia na wapi sehemu nyingine nimesahau. Burundi. Na nchi nyingine hizo za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni utaratibu ambao unatakiwa kuutumia kuweza kupata hizo dawa kwa wateja ambao walikuwepo nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo wanatakiwa kufanya kuna njia 4. Njia ya kwanza wanatakiwa wenyewe wasafiri waje wachukue dawa. Kama wakishindwa kusafiri wanatakiwa wamtume mtu atoke huko alipo aje aichukue hii dawa kisha awaletee. Wakishindwa kutumia hiyo njia waitumie njia ya tatu, wawasiliane na mtu ambaye yupo huko Dar es Salaam, wampatie namba zetu aje ofisini aichukue hii dawa kisha aweze kuwatumia mpaka huko walipo. Wakishindwa hiyo njia watumie njia ya mwisho na ya 4 ya wenyewe kutuamini sisi kilazima kututumia pesa za dawa wanayohitaji na kisha tukawasafirishia. Kwa mfano kama huko mkoani gharama ya usafirishaji ni shilingi 20,000 kwa kufikia mkoa wote ambao ulipo. Kama uko Kigoma, Singida, Mara, wapi, shilingi 20,000. Kwa bei ya dawa ni shilingi 1,500,000, unatakiwa kutuma na 120,000, kutuma na 20,000 ya usafirishaji, jumla inakuwa ni 170,000. Kwa kama huko Afrika Mashariki ambao nchi tumezitaja hizo Kenya, Rwanda, Burundi na kwingineko, gharama ya usafirishaji ni shilingi 50,000. Kwa hiyo inakuwa ni 1,500,000 jumlisha gharama ya usafirishaji shilingi 50,000 ambayo jumla inakuwa ni 200,000. Na kama huko nje ya Afrika au ugaibuni, wateja wetu walikopo ugaibuni kwa njia za DHL, Posta, Alamex na EMS, SMA zote sasa hivi zinasumbua. Kwa hiyo bado tunaendelea kutafuta njia nyingine kama tukifanikiwa kupata, kwa sababu wamesema wasafirishi vitu
vya dawa ambavyo viko katika mfumo wa unga na kimiminika, isipokuwa mpaka kiwe katika solid ambayo ni mizizi. Isipokuwa njia tunaitumia sasa ni kutafuta mtu ambaye anakuja nchi husika, tunampatia mzigo anakuja nao, au wewe mwenyewe unabidi utafute mtu ambaye anakuja karibuni katika nchi yako husika, kutupa connection naye, tumpatie mzigo wako aje nao mpaka huko ulipo. Swali lingine? Nahisi hapo inatosha daktari. Nafikiri hapo ni mwisho wa maelezo yetu yenye urefu zaidi kuhusiana na hii dawa ya mwanaume mashine. Hayo ndo maelekezo yetu kwa ufupi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa hiyo tutatoa video nyingine, tutatoa video, utaangalia katika video yetu ambayo inaonesha jinsi ya kutengeneza hiyo dawa kwa picha au kwa video kabisa, kitu kimoja tulivyotaja mwanzo mpaka mwisho, kisha na utavitazama.